Habari yako mtazamaji wangu wa kipindi chetu cha siasa ya ulimwengu. Karibu tena katika siku nyingine na wakati mwingine wa mwendelezo wa kipindi chetu. Kipindi ambacho kinakujia kwa udhamini wa mnuko wa Global Visa Consultant, ambao sio tu washauri wako lakini vile vile ni wasaidizi wako ikiwa katika siku za usoni unakusudia kuelekea katika nchi za ughaibuni, nchi kama za Canada, Uingereza, nchi za Umoja wa Ulaya pamoja na Australia. Unaweza kuwasiliana nao kupitia namba zilizoko chini ya tangazo kwa msaada, ushauri pamoja na mwongozo. Tukielekea katika uchambuzi wetu wa leo, bila shaka rais wa nchi ya Urusi, Rais Vladimir Putin, pamoja na rais wa nchi ya China Xi Jinping wamesaini azimio maalum la kutangaza rasmi kwamba kuanzia hivi sasa ndio mwisho wa dunia ku experience utawala wa nchi moja kama ilivyokuwa kwa miaka ya nyuma, kwa maana ya kwamba ilikuwa inajulikana nchi ambayo ina nguvu duniani yenye kutegemewa zaidi ni nchi ya Marekani. Kwa hivyo azimio ambalo wamelisaini siku ya leo ni azimio ambalo linaashiria wazi kwamba kuanzia hivi sasa dunia ipo katika multipolar world. Dunia ipo katika muundo ambao wenye nguvu ni wengi, na hili ni jambo ambalo tulizungumza katika video yetu namba 55 siku ya jana tu, tukiashiria kwamba kwa kile kilichotokea cha movement ya viongozi wengi kuelekea katika nchi ya China ilikuwa inatoa ishara ya nguvu ya nchi ya China. Na katika mazingira hayo maana yake ni kwamba linaleta tafsiri ya kupatikana kwa nguvu mbadala tofauti na ile nguvu ambayo tumekuwa tuki-experience katika miaka mingi ya nyuma, kwa maana nguvu ya kutoka katika upande mmoja, hasa kutoka katika upande wa nchi ya Marekani. Kwa hivyo katika azimio la siku ya leo ambalo limesainiwa na Rais Vladimir Putin pamoja na Rais Xi Jinping, ni azimio ambalo limeashiria wazi kwamba tumeanza rasmi kutambua kwamba katika dunia hivi sasa tupo katika mazingira mapya ambayo yanatangaza rasmi kwamba mwenye nguvu si Marekani peke yake, bali wenye nguvu au wenye ushawishi katika dunia wako zaidi ya Marekani. Lakini jambo lingine ambalo tumelichukua katika uzito kupitia katika azimio ambalo limesainiwa siku ya leo la baina ya Rais Xi Jinping pamoja na Rais Vladimir Putin ni dhamira ya hizi nchi mbili kukusudia kutengeneza muundo mpya ambao hauegemei zaidi katika upande wa nchi za magharibi, kwa maana hasa katika nchi ya Marekani pamoja na nchi za Ulaya magharibi. Kutengeneza muundo mpya ambao hauegemei zaidi huko, muundo ambao utafanya mabadiliko katika upande wa sera za kifedha, lakini vile vile utafanya mabadiliko katika upande wa sera za kiuchumi kiujumla, lakini vile vile utafanya mabadiliko katika upande wa sera za kiusalama. Pointi hizi tatu ambazo zimetajwa katika azimio husika ni moja katika pointi muhimu katika uhai wa namna gani dunia hivi sasa inaweza ikaenda tofauti na muundo wa mwanzo, kwa kuzingatia kwamba katika upande kama wa fedha ni upande muhimu ambao umekuwa ukiipa nguvu Marekani siku zote, hasa kwa kutumia fedha yake ya dola. Na katika upande wa uchumi, ukiangalia taasisi nyingi ambazo zina nguvu au zinategemewa katika data za kiuchumi na kutoa miongozo ya kiuchumi, nyingi ni taasisi ambazo zimeegemea zaidi katika upande wa magharibi. Maana yake muundo wake umekuwa ukisupport zaidi sera za nchi za magharibi kuwa projected au kusambazwa katika dunia, kwa maana ya taasisi kama IMF na taasisi kama za World Bank. Lakini vile vile katika upande wa sera za kiusalama, ukiangalia muundo wa dunia jinsi ilivyokuwa inakwenda katika siku za nyuma, maana yake ni kwamba aliyekuwa anategemewa zaidi ni nchi ya Marekani. Ukiachilia mbali kwamba kuna Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na mfano wake, lakini ilikuwa inategemewa zaidi nchi ya Marekani, kwanza kwa kuzingatia nguvu yake ya kiuchumi, lakini vile vile kwa kuzingatia muundo wake kwamba ni nchi ambayo imeweza kuproject power yake au kusambaza ile nguvu yake katika maeneo mbalimbali ya dunia. Ukiangalia kama zile bezi zake, imekuwa na bezi katika maeneo mengi na mfano wa vitu kama hivi, na imekuwa ikitoa fedha kusupport budget za nchi nyingi katika upande wa masuala ya kiusalama. Kwa hivyo hizi pointi tatu ambazo wamekusudia kuzifanyia kazi katika sehemu ya azimio lao, maana yake ni moja katika ni sehemu ya pointi muhimu ambazo lao zisingeguswa, maana yake zisingeweza kutoa taswira iliyokuwa halisi ya kuonyesha kwamba kweli hivi sasa tunatoka katika mfumo wa kutegemea zaidi katika
nguvu ya nchi moja, na tunakwenda katika mfumo sasa hivi wa kutegemea nguvu kutoka katika, au kuamini kwamba kuna nguvu zingine isiyokuwa nguvu ya nchi ya Marekani. Lakini jambo lingine ambalo liko very interestingly, ambalo linavutia zaidi, ni katika sehemu ya vision au ile taswira ya sehemu ya ile azimio, ni kuihusisha vile vile bara la Afrika, kwamba moja katika mambo ambayo nchi ya Urusi na nchi ya China wamekusudia katika kutengeneza muundo mpya, maana yake vile vile ni kusupport taswira ya bara la Afrika kwa kuzingatia vision ya Afrika ya kuelekea katika mwaka 2063, kwa sababu ilipofika mwaka 2013-14, wakati Afrika inatimiza, au ile umoja wa Afrika unatimiza miaka 50 toka kuundwa kwake, walitengeneza vision ya miaka 50. Katika vision ya miaka 50 ambayo kilele chake ni mwaka 2063, ilikuwa ni kuhakikisha kwamba Afrika na yenyewe inaingia katika zile global powers, inaingia katika sehemu ya nchi ambazo zina ushawishi au maeneo ambayo yana ushawishi duniani. Hii ilikuwa ni miongoni mwa vision ya Afrika. Sasa China na Urusi kukusudia na wenyewe kuisapoti vision ya Afrika, hili linabeba uzito wa namna yake. Linabeba uzito wa namna yake kwa kuzingatia kwamba Afrika ina nchi takriban 54. Hauwezi kufanya mabadiliko ya kimuundo katika dunia bila kuwa na majority, mpaka uwe na nchi nyingi ambazo zinakubackup katika muundo wako ambao unakuja nao. Kwa ina maana lau idea yao itakubalika ya kwamba hivi sasa tupo katika multipolar world katika upande wa Afrika, ikichagizwa na wenyewe kutangaza au kuweka muundo ambao utasapoti vision ya Afrika, tafsiri yake ni kwamba mpaka sasa hivi maana yake wana backup ya nchi takriban 54 za upande tu wa Afrika peke yake. Achilia mbali ile global south au zile nchi za upande wa kusini mwa dunia, nchi kama za Latino America na mfano wake, pamoja na kwamba ushawishi wake ni mkubwa, ushawishi wa Marekani ni mkubwa katika nchi kama za Latino America, lakini ile kuisupport tu ile idea, maana yake hilo ni jambo ambalo linabeba uzito wa namna yake, ukiachilia mbali support ambayo inaweza kupatikana katika upande wa nchi za Asia. Kwa hivyo hii ni taswira mpya ambayo imekuja kujengeka kwa maana ya kufanyiwa sasa kazi kivitendo kupitia katika nchi ya China na kupitia katika nchi ya Urusi. Na taswira hii ambayo tunaiona hivi sasa ni moja kati ya makosa ya kihistoria, inatokana na moja kati ya makosa ya kihistoria ya nchi ya Marekani. Moja katika makosa ya kihistoria ya nchi ya Marekani ambayo yataendelea kubaki katika record ni kosa la Marekani kuivamia au kuishambulia nchi ya Iran. This is the big blunder. Yani lile lilikuwa ni kosa, na lau watajaribu tena kufanya movement nyingine ya kuishambulia nchi ya Iran, itakuwa ndio kosa kubwa zaidi kuliko kosa la mwanzo, kwa sababu kwa muda mrefu ilikuwa inajulikana wazi kwamba Marekani ushawishi wake au nguvu yake imekuwa ikidecline, imekuwa ikipungua. Na kupungua kwa nguvu ya Marekani haina maana kwamba nguvu yake imeondoka, lakini kupungua kwake kwa maana kwamba nchi zingine zimekuwa zikiinuka kuelekea katika nguvu yake. Hii ndio ilikuwa ishara ya kupungua kwa nguvu ya nchi ya Marekani. Sasa kitendo cha kuishambulia nchi ya Iran kilikuja kuonyesha udhaifu wa nguvu ya Marekani, kwamba pamoja na nguvu yake, lakini kuna system inaweza ikatengenezwa ya kuiharibu nguvu yake, na ndio ile ilikuwa inafanywa na nchi ya Iran, kushambulia katika zile radar system, kushambulia katika base, kushambulia katika nini, na kwa kiwango hicho ambacho inapopatikana loophole ya namna hiyo, maana yake inakuwa ni advantage kwa wapinzani wa nchi ya Marekani katika nchi kama ya China, katika nchi kama ya Urusi. Hii inakuwa ni jambo ambalo lina faida kubwa sana, kwa sababu maana yake ni kwamba weakness ya moja kwa moja ya nguvu ya nchi ya Marekani inaonekana, na ndio maana unaweza ukaona stance au msimamo sasa hivi wa nchi kama ya China ni msimamo mgumu, kwamba China hawezi kuinuka au kutoka pale aliposimamia, kwa kuzingatia kwamba anafahamu kwamba Marekani weakness yao ni kitu gani, jambo ambalo kwa muda mrefu lilikuwa linawezekana kufichwa. Ukizingatia kwa mfano kama sasa hivi katika upande wa zile stockpiles, zile reserve za zile kwa mfano anti-missile system, anti-missile zile weapons, zile kama silaha ambazo unaweza kuzitumia kwenye kutungulia mabomu ambayo yanakuja, ilikuja kuonekana kama Marekani kiwango chao walichokuwa nacho ni kidogo, hakitoshelezi. Kwa maana kwamba lao vita itakuwa imeendelea mpaka mwezi wa 5, mwezi wa 6, lao ingeendelea mpaka mwezi wa 5, mwezi wa 6, maana yake Marekani wangekuwa wameishiwa,
zile silaha ambazo zikatumika katika kutungua silaha nyingine ambazo zinakuja, kitu ambacho kwa nchi kubwa kama Marekani ambayo ni superpower ilikuwa ni jambo la aibu mbele ya nchi kama ya China, mbele ya nchi kama ya Urusi, mambo ambayo kwa kawaida huwa hayatakiwi kuweza kudhihirika, lakini kupitia mgogoro wake na nchi ya Iran, manake ni jambo hili limekuja kudhihirika. Kwa hivyo lao Marekani sasa hivi itadeclare tena kuingia tena katika mgogoro na nchi ya Iran, itakuwa ni kosa lingine tena walitengeneza katika historia yao ya kupoteza sehemu ya nguvu yao. Pamoja na kwamba mpaka sasa hivi kile kinachoonekana kama bunge la Senate siku ya leo limepitisha azimio la awali la kukusudia Senate yote iweze kupiga kura kuzuia uwezekano wa nchi ya Marekani kuweza kuishambulia nchi ya Iran kwa mara ya kwanza baada ya kujaribiwa takriban kama mara 8 na siku zote kuwa inashindikana, lakini kwa leo inaonekana kwamba imeweza kupita, jambo ambalo hatuna hakika sana kama litafaulu moja kwa moja kwa sababu lina michakato mingi. Senate wakipiga kura wote wakasema kwamba isifanyike mashambulizi, lazima Congress vile vile wapitishe, na ikienda kwa Trump vile vile apitishe. Ina maana Trump lao hatopitisha, maana yake ni kwamba itahitajika labda robo tatu ya mabunge yote mawili yaweze kupiga kura namna hiyo. Kwa hiyo inawezekana ikawa ni jambo gumu ikiwa Rais Donald Trump msimamo wake utabaki kuwa ni huo. Hii ni katika upande wa kwanza ambao tunaona kwamba ilikuwa ni moja katika tatizo kubwa ambalo leo hii linaifikisha dunia hapa ilipo. Lakini jambo lingine ambalo tumekuwa tukilitazama ni new battlegrounds. Eneo jipya la mapambano ya dunia litakuwa liko eneo gani? Dunia inagawanyika katika sehemu tofauti za kiushawishi. Kuna sehemu ambayo tunasema ni American Hemisphere, ni sehemu ya ushawishi wa Marekani. Manake hakuna anayeweza kuingia kwa urahisi katika maeneo husika. Kwa mfano ukiangalia katika sehemu ya bara kama la Latino America, ni bara ambalo linakusanya nchi huru, nchi kama za Brazil, Venezuela na mfano wake, ziko nchi huru. Lakini kulingana na sera za nchi ya Marekani maana yake hairuhusu nchi yoyote kuweza kuingia na kuwa na ushawishi katika eneo la kusini mwa bara la Amerika kwa kutumia doctrine ambayo wanaishi nayo, wanaita Monroe Doctrine, ambao waliasisi mwaka 1823 takriban. Kwa hivyo nchi yote inayoingia katika upande wa kusini mwa bara la Amerika maana yake itakutana na upinzani wa nchi ya Marekani. Marekani maana yake hawezi kukubali hilo, na ndio asili ya ugomvi wa Marekani na China katika sehemu kama za Panama, lakini vile vile ni asili ya ugomvi wa Marekani na China katika nchi kama ya Venezuela, kwa sababu Marekani hairuhusu nchi yoyote iweze kuingia katika upande wa bara la Latino America. Lakini vile vile kuna maeneo ambayo hatusemi kwamba mtu anaweza akakontrol kwa urahisi, kwa maana kwamba eneo kama la Ulaya ni eneo ambalo liko katika ushawishi wa nchi ya Marekani kwa muda mrefu, lakini kwa hivi sasa nchi za Ulaya maana yake zinakusudia zaidi kuweza kujitenga, ziwe zenyewe na iwe ni kama block ambayo ina ushawishi wa pekee yake duniani, baada ya kuona mabadiliko ya Marekani hivi sasa, kwa sababu Marekani wamekuwa wakiishi na agenda ya Make America Great Again, ile wanaita MAGA. Kwa maana ya kwamba interest ya Marekani au maslahi ya Marekani ndio yanayotangulizwa mbele kuliko maslahi ya mtu mwingine yote. Kwa maana hata maslahi ya Ulaya yanaweza yakawekwa pembeni ikiwa maslahi ya Marekani yapo katika hatari. Baada ya Ulaya kulitazama hilo, sasa hivi harakati yao kubwa ni kuhakikisha kwamba wanasimama wao kama wao, na kama kuna ushirikiano baina ya Ulaya na Marekani uwe katika vipimo maalum. Lakini vile vile kuna upande mwingine wa nchi kama ya Urusi, manake huwezi kuikontrol. Nchi kama ya China huwezi kuikontrol. Na kisha kuna eneo kama la Mashariki ya Kati. Eneo la Mashariki ya Kati ni eneo ambalo lina utajiri mkubwa na linachangia mchango mkubwa katika ukuaji wa uchumi wa dunia. Kwa ni eneo ambalo hauwezi kusema kwamba unalikontrol, lakini unaweza ukawa na sehemu ya ushawishi kama vile Marekani alivyokuwa na sehemu ya ushawishi katika eneo la Mashariki ya Kati, kwa maana ya kwamba kwa kutumia sera kama mambo ya kiusalama, sera kama masuala ya kiuwekezaji na mfano wa vitu kama hivyo. Sasa eneo ambalo litabaki hivi sasa liko empty au linahitaji kwamba nguvu mpya iweze kuingia ni maeneo mawili. Eneo la kwanza ni eneo la Afrika na eneo la pili ni eneo la Central Asia. Maana yake nchi kama zile za Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan au Kyrgyzstan, maeneo kama hayo hasa ndio maeneo ambayo yatabaki kuwa yako wazi na yanaweza kuruhusu ushawishi wa namna yote kuweza kuingia. Na hii tunalizungumza katika msingi mkubwa
Tunazungumza katika msingi mkubwa kwa kuzingatia kwamba kutokana na hii declaration, ili azimio la China na Urusi la kwamba hivi sasa dunia imetoka rasmi katika mfumo wa kutegemea sera za nchi moja, bali hivi sasa ni kwamba wenye nguvu wako wengi. Mazingira haya maana yake yanahitaji zaidi support kutoka katika nchi nyingine. Sasa ukiangalia nchi ambazo zinaweza zikawa ziko wazi kuweza kutoa support ya movement yoyote mpya ambayo inakuja hivi sasa ni sehemu ya bara la Afrika na sehemu ya Central Asia. Haya ndiyo maeneo muhimu ambayo yanaweza yakaendelea kutoa support kwa nguvu mpya inayoinuka, kwa sababu China haiwezi kupata support kutoka Ulaya au Urusi haiwezi kupata support kutoka upande wa magharibi mwa Ulaya, lakini vile vile Marekani haiwezi kupata support labda kutoka katika nchi kama ya Urusi yenyewe, au kupata support kubwa kutoka katika maeneo kama ya nchi kama ya China na mfano wake. Maanake kila block ni block ambayo ipo katika ushawishi maalum. Sasa maeneo ambayo yanabaki wazi inakuwa ni baki eneo la Afrika pamoja na eneo la Central Asia. Maeneo haya maana yake umuhimu wake ni kuja kusupport. Ina maana sasa hivi Marekani ili nguvu yake iweze kuwa maintained kwa muda mrefu, maana yake anaweza kanahitaji support au kuungwa mkono na baadhi ya nchi ambazo wala hazina uchumi mkubwa, ziko katika level ya chini, lakini ile kuisupport Marekani ili inaiongezea Marekani sehemu ya credit yake. Kwa hivyo ukiangalia nchi za Afrika na ukiangalia nchi za Central Asia, hizi ni nchi ambazo zitakuja kuplay role kubwa, zitakuja kufanya kazi kubwa katika kutoa support katika zile nchi ambazo sasa hivi zinajihesabu kwamba zenyewe zina nguvu. Na kutoa support kwake manake muundo wake hasa unaweza ukawa katika muundo ambao wa kwanza ni katika upande wa makubaliano, kwamba nchi nyingi za Afrika na nchi nyingi za Central Asia kwa hivi sasa zinaweza zika experience ujio wa nchi nyingi kubwa katika maeneo yake, ili kuhakikisha kwamba kunatengenezwa partnership au ushirika baina ya nchi ndogo na nchi kubwa, ili kuhakikisha kwamba zile nchi kubwa zina survive katika upande wa resources, zile malighafi na mfano wake na vitu kama hivyo, ambapo ukiangalia katika mazingira namna hiyo, manake hata sasa hivi imeshaanza kuonekana kama tulimuona siku za nyuma, Rais Emmanuel Macron amekuja katika nchi kama ya Kenya, na tutaona movement za namna hiyo za viongozi wengi katika nchi ambazo zinaonekana nguvu yake ni kubwa, zitalazimika kuja katika sehemu za Afrika, katika sehemu za Central Asia, ili kuweza kuongeza sehemu ya ushawishi wake, lakini vile vile kutengeneza hakikisho la upatikanaji wa zile malighafi na mfano wake ambazo haziwezi kupatikana kutoka katika sehemu nyingine. Hili ni jambo la kwanza. Lakini jambo lingine ambalo tutaendelea kuliona katika maeneo haya kutokana na hichi ambacho kimesainiwa leo baina ya Rais Vladimir Putin na Rais Xi Jinping ni kwamba kuna nafasi kubwa ya maeneo haya mawili kupata maendeleo ya haraka katika siku za usoni, kwa kuzingatia kwamba kila mmoja katika hizi nchi kubwa, iwe ni Marekani, iwe ni zile Umoja wa Ulaya, au iwe ni China, au iwe ni Urusi, wote mmoja katika vitu watakavyokuwa wanavihitaji kutoka Afrika ni kuhakikisha ushirikiano wao na Afrika unakuwa wa kudumu, au ushirikiano wao na zile nchi za Central Asia unakuwa wa kudumu, kwa sababu ya umuhimu wa hizo nchi za chini kwenye kusapoti wao kuwa na nguvu. Katika mazingira namna hiyo, tunaweza tuka experience uwekezaji katika nchi za Afrika, uwekezaji ambao manake utazisogeza zile nchi kubwa karibu na upatikanaji wa rasilimali ambazo zilizoko katika upande wa Afrika, na vile vile hilo linaweza linasukumwa kwa sababu vile vile ya nature ya maeneo yote mawili, manake maeneo ya Central Asia na maeneo ya Afrika, kwamba ni maeneo ambayo population yake hasa imejengwa na vijana, kwamba vijana ni wengi sana kiasi ambacho inakadiriwa kwamba takriban 70% katika sehemu kama ya Afrika watu wengi ni vijana. Kwa hiyo katika mazingira ya namna hiyo tunaweza tukategemea zaidi ku experience uwekezaji mkubwa kutoka katika nchi kubwa kama hizo za China, Urusi, Marekani, nchi za Ulaya kukimbilia katika bara la Afrika ili kuweza kuproject ile power yao. Lakini vile vile hilo tunaweza pia tuka experience sio ndani tu ya bara la Afrika, tuka experience hata katika upande wa pembezoni mwa Afrika, kwa kuzingatia kwamba Afrika ni bara ambalo limezungukwa na bahari katika
pande zote, kwa maana katika upande wa kaskazini unakutana na bahari ya Mediterranean, katika upande wa magharibi unakutana na bahari ya Atlantic, katika upande wa mashariki unakutana na bahari ya Hindi, ambayo makutano yake maana yake yanapatikana katika upande wa Afrika Kusini kule katika rasi ya Tumaini Jema. Ina maana baina ya bahari ya Hindi na bahari ya Atlantic kuelekea katika bahari ya Kusini. Maana yake ni kwamba katika mazingira namna hiyo, hii muundo huu tu unaruhusu zile nchi kubwa zenye nguvu kuweza kuproject power yake hata katika upande wa bahari, katika upande wa Afrika. Kwa maana kwamba nchi kama ina ushawishi mkubwa katika ndani ya bara la Afrika, vile vile inaweza ikatamani kuwa na ushawishi katika upande wa bahari, katika mipaka ya Afrika. Katika mazingira namna hiyo, maana yake inaweza ikazilazimisha nchi kuingia makubaliano fulani na nchi za Afrika ili kuhakikisha kwamba sehemu ya nguvu yake vile vile inakuwa projected katika upande wa bahari. Hili ni jambo ambalo vile vile ni katika mambo ambayo tunategemea kwamba tutakuja kuya experience kwa kiwango kikubwa katika siku za usoni, kwa sababu eneo la Afrika na eneo la Central Asia ni maeneo ambayo kwa hivi sasa ndio yatakayokuwa ni battle zone, yatakayokuwa ni sehemu ya watu wanagombania ili kuweza ku make sure kwamba wana adapt utaratibu mpya huo wa multipolar world ambao unaonekana kwamba China na Urusi wameamua kuushika na kutaka kuusimamia. Lakini jambo lingine ambalo tunakusudia tunategemea kwamba tutakuja kuliona katika siku za usoni ni pamoja na kutengenezwa kwa makubaliano mapya. Dunia ita experience makubaliano mapya katika siku za usoni, na tumeanza kuona Urusi, China pamoja na Marekani waliingia katika makubaliano hivi juzi, makubaliano kama yale kutengeneza ile board of commerce, ile bodi ya biashara, kutengeneza bodi ya masuala ya uwekezaji katika muundo ambao wao wenyewe ndio wanaofahamu, pasi na kuingiliwa na organization kubwa kama zile za World Trade Organization. Pasi na kuingiliwa na organization kama zile, ni wao wenyewe ndio wameenda kutengeneza muundo wao wa kuweza kuinteract katika mazingira namna hiyo. Urusi na China wanapokuwa wamedeclare kwamba sasa dunia ipo katika muundo mwingine, ni lazima itengenezwe muundo mpya wa upande wa mashariki ambao wanaamini kwamba tupo katika multipolar world, na upande wa magharibi ambao inawezekana bado wakawa wanaamini kwamba wenyewe wapo katika unipolar world, bado wapo katika dunia ambayo Marekani ndio wana nguvu. Wanawezaje kuinteract? Pande hizi mbili zinawezaje kuinteract? Ili waweze kuinteract, maana yake lazima utengenezwe muundo mpya wa kuzifanya hizi pande mbili ziweze kuishi, kwa sababu kinyume na hapo maana yake itakuwa ni vurugu. Kwa hiyo ina maana ni jambo ambalo vile vile tuna expect kwamba tunaweza tukalitegemea katika siku za usoni. Lakini kiuhalisia ni kwamba kutokana na tangazo ambalo limetolewa na Rais Vladimir Putin pamoja na Rais Xi Jinping, ni kuashiria wazi kwamba hivi sasa tunahama rasmi kutoka katika mfumo wa unipolar world, mfumo ambao ulidumu hasa kwa takriban kama miaka 15. Maana yake kutokea kuanguka kwa USSR kwenye miaka ya 90 mwanzoni mpaka kufikia kwenye mwaka 2008 hasa ndio ilikuwa ile unipolar world iliweza kufanya kazi, kwa maana kwamba mkubwa alikuwa ni mmoja. Kwa sababu nyuma ya hapo maana yake Urusi alikuwa na nguvu na alikuwa ana ushawishi. Baada ya kuanguka ile umoja wao wa Sovieti, ndio Marekani kwenye kipindi kama cha miaka 15 hivi alikuwa na nguvu ya peke yake. Lakini baada ya kuanzia mwaka 2008 Urusi walipovamia katika nchi ya Georgia, ndio ilikuwa ishara ya mwanzo ya kuashiria kwamba tunapoelekea mbele, wakubwa hivi sasa wako wengi, au tunaelekea kuwa na wakubwa wengi, kwa sababu Marekani imeshindwa kuizuia nchi ya Urusi, na kilele chake inaonekana huenda ikawa ni mwaka 2026 kutokana na sehemu ya azimio ambalo limetangazwa baina ya Rais Vladimir Putin na Rais Xi Jinping. Kwa hiyo kwa ujumla bado tuna muda wa kuendelea kulitazama jambo hili, tukitaraji kwamba huenda katika muda ujao tukapata taswira iliyokuwa bora zaidi ya hii ambayo tumekuletea. Jina langu naitwa Maulid Ali Mnukwa, ni kuombe uendelee kufuatilia vipindi vyetu, na ni kuombe usahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Uwe na muda mwema.